Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa Jumatano tarehe 15 Julai mwaka 2026. Na kila siku tuendelee kuwajuza kwamba Kivu News Info tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningeomba na kusifu kitu kimoja kabla. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kurungu na nasema kujabone kueme vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloshe Lulonga, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana. Ilikuwa ni tarehe 15 Julai mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Watu wasiopungua 4 wameuawa na wengine 3 kujeruhiwa katika shambulio jipya la watu wenye silaha lilotokea usiku kwa kuamkia leo Jumatano tarehe 15 Julai katika mji wa Mangina loko katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya ndani, watu hao wenye silaha walivamia ghafla kitongoji cha Home, wakaanza kufyatua risasi na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi walikuwa wamelala majumbani mwao. Mashambulizi hayo yamelazimu wakazi wengi kukimbia kwa hofu kutafuta maeneo salama ili kuokoa maisha yao. Rais wa za kiraia katika eneo la Mangina Kakule Vanyasi amesema hadi sasa utambulisho wa washambuliaji hao bado hujafahamika. Hata hivyo alieleza kwa milio mikali ya risasi ilisikika katika maeneo mbalimbali ya Mangina, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wake, watu 4 walipoteza maisha katika mazingira tofauti. Baadhi yao walifariki dunia baada ya kupigwa risasi moja kwa moja na washambuliaji hao, huku wengine wakipoteza maisha kutokana na ajali walizopata walipokuwa wamekimbia kuokoa maisha yao wakati wa shambulizi hilo. Watu wengine 3 walijeruhiwa na kupelekwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kakule Vunyasi ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuongeza juhudi za kuboresha mikakati ya kulinda raia pamoja na kuzuia mashambulizi ya aina hiyo yasijirudilie. Amesema wananchi wa Mangina wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama ambayo inaendelea kuhatarisha maisha na mali zao. Kutokana na tukio hilo, familia nyingi zilazimika kuondoka majumbani mwao na kulala nje usiku kucha kwa hofu ya kushambuliwa tena. Leo ameongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi ambao tayari wamekuwa wakikumbwa na changamoto ya kiusalama kwa muda mrefu. Asubuhi ya Jumatano hii hali ya utulivu na tahadhari ilianza kujaa katika mji wa Mangina, ingawa bado hofu inaendelea kutawala miongoni mwa wananchi. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, mamlaka za utawala wa eneo hilo zilikuwa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi wala kubainisha hatua zinazochukuliwa kuwatafuta waliohusika. Wananchi wanaendelea kusubiri majibu kutoka kwa vyombo vya dola, huku wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kurejesha usalama na kuwalinda raia dhidi ya mashambulizi yanayoendelea katika eneo la Beni. Lengo lilotangazwa na serikali ya Marekani kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijafanikiwa. Kufika leo Jumatano tarehe 15 Julai, hakuna uthibitisho rasmi unaonyesha kuwa majeshi ya Rwanda yanajulikana kama Rwanda Defense Force RDF yameanza kujiondoa katika maeneo ya mashariki mwa DRC kama ilivyokuwa imependekezwa katika juhudi za diplomasia zinazoungwa mkono na Marekani. Mnamo tarehe 4 Juni mwaka 2026, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alieleza matumaini yake kwamba kabla ya kufikia katikati ya mwezi Julai, majeshi ya Rwanda angekuwa yameanza kuondoka katika maeneo yanayodhibiti na muungano wa uasi wa M23. Kwa hiyo inatafsiriwa kuwa ishara matumaini kwamba makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington yangeanza kuzaa matunda kwa haraka. Hata hivyo, hadi kufika leo tarehe 15 Julai, hali hiyo uwanjani inaonyesha picha tofauti kabisa. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kimataifa, serikali ya Rwanda wala serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazothibitisha kuanza kwa mchakato wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka katika ardhi ya Kongo. Badala yake, mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikiendelea kukabiliana na waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo, huku kila upande ukiendelea kutuhumu mwenzake wa kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kupitia upatanishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington, kila upande ulipewa majukumu maalum ya kutekeleza. Kwa upande wa Rwanda, uliahidi kuondoa hatua za kijeshi za kujihami, hatua ambayo inajumuisha pia kuondolewa kwa wanajeshi wake
kutoka katika eneo la mashariki mwa DRC. Kwa upande wa simu nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikubali kuchukua hatua madhubuti za kuvunja nguvu na kuwahimiza waasi wa FDLR kurudi kundi la waasi la Rwanda ambako Kigali inaona kama tisho kubwa kwa usalama wake wa taifa. Hata wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaeleza kuwa umoja wa udhaifu mkubwa wa makubaliano hayo ni kutokuwepo kwa adhabu ya moja kwa moja endapo mmoja wa wahusika atashindwa kutekeleza wajibu wake. Makubaliano hayo yalikuweka mfumo wa vikwazo vya haraka dhidi ya upande utakaokiuka masharti yaliyokubaliwa. Kutokana na hilo, muda uliotajwa na Marekani na kuona hatua za kwanza kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda umepita bila mafanikio yote yanaonekana hadharani. Hali imezua maswali mengi kuhusu uwezo wa juhudi za diplomasia za kubadili hali halisi ya usalama mashariki mwa DRC. Wakati huo, wananchi wa Kivu Kaskazini na Kusini wanaendelea kuathirika na vita vinavyoendelea, huku maelfu ya familia zikiendelea kukimbia makazi yao kutokana na mapigano na mashambulizi ya silaha na hali ya ukosefu wa usalama. Wadadisi wa siasa za kimataifa wanaamini kwamba mafanikio ya makubaliano ya Washington hayatategemea tu tamko la viongozi wa kimataifa, bali pia upatanishi wa kisiasa na upande zote mbili, pamoja na ufuatiliaji wa karibu wa jumuiya ya kimataifa ili kuhakikisha ahadi zilizotolewa zinageuzwa kuwa vitendo vinavyoleta amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Ufaransa imeeleza tena kuunga mkono mpango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kuifanya hoja ya usimamizi wa rasilimali za asili kuwa ajenda ya kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ufaransa inaamini kuwa utajiri wa madini na mali asili unapaswa kuwa chachu ya amani, maendeleo na ustawi wa wananchi badala ya kuendelea kuwa chanzo cha vita na migogoro. Mnamo msimamo umetolewa Jumatatu tarehe 13 Julai mjini New York wakati wa mkutano maalum wa mfumo wa Rio ulioandaliwa kwa mpango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni sehemu ya shughuli za urais wa Kongo ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mwezi Julai. Akizungumza mbele ya wajumbe wa baraza hilo, balozi wa mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa katika Umoja wa Mataifa Jerome Bonafont alisema kuwa ushindani wa kutaka kudhibiti rasilimali za asili umegeuka kuwa moja ya sababu kuu zinazochochea migogoro katika maeneo mengi duniani, hususan katika bara la Afrika. Kwa mujibu wake, makundi yenye silaha pamoja na baadhi ya mitandao ya kimataifa yanayojihusisha na biashara haramu ya madini yanaendelea kutumia utajiri wa nchi mbalimbali kuhifadhi shughuli zao za kivita, hali inayozidisha machafuko na mateso kwa raia. Balozi Bonafont alisema kuwa sababu hiyo ndipo urais wa Kongo katika Baraza la Usalama imeamua kuweka swala la uhusiano kati ya rasilimali za asili na amani kuwa kipaumbele katika mjadala ya kimataifa. Hasa uporaji wa rasilimali za asili unaendelea kuonekana katika mataifa kadhaa Afrika ambako madini, dhahabu na mali asili nyingine zinachukuliwa kinyume cha sheria na kutumiwa kuhifadhi makundi ya waasi na kufananisha maslahi ya mataifa ya nje. Akitolea mfano, Boniface alisema kuwa vita vinavyoendelea nchini humo vinaendelea kuchochewa na biashara haramu ya dhahabu pamoja na mpira ngumu wa Arabiki kama inavyobainishwa katika ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Akizungumzia hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanadiplomasia wa Ufaransa alitaja moja kwa moja harakati za Washington 3 kunufaika na uchimbaji wa madini katika eneo la Rubaya, mojawapo ya maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini ya coltan duniani. Kwa mujibu wa Ufaransa, M23 inadhibiti kati ya 15% hadi 13% ya uzalishaji wa coltan duniani kupitia mgodi wa Rubaya, jambo linaloruhusu kujipatia mapato ya kugharamia utawala katika maeneo yaliyoshikilia, huku kikiuka mamlaka na mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi Bonafont alisema kwa wananchi wa Kongo wanaendelea kuwa miaka mingi kwa waathirika wakubwa wa uporaji wa rasilimali zao za madini unaofanywa na makundi yenye silaha pamoja na wahusika kutoka nje ya nchi. Katika hotuba yake, Ufaransa pia ilitoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro mashariki mwa DRC kuheshimu kamilifu azimio namba 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa azimio hilo, mapigano yanapaswa kusitishwa mara moja, majeshi ya Rwanda yanapaswa kujiondoa katika ardhi ya Kongo, msaada wote wa waasi wa M23 unapaswa kusitishwa, huku serikali ya DRC ikiendelea kuchukua hatua za kuyazofisha na kutokomeza makundi ya FDLR. Ufaransa ilisitiza umuhimu wa kuimarisha mfumo wa kimataifa na ya uwazi na ufuatiliaji wa biashara madini ili kuzuia madini yanayochimbwa kwa njia haramu kuingia katika masoko ya dunia. Vile Ufaransa imetaka pia Baraza la Usalama kutumia kikamilifu zana zote zipo ikiwemo mfumo wa vikwazo vya kimataifa pamoja na ripoti za makundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ili kukataa vyanzo vya fedha vinavyotokana na biashara haramu na rasilimali za asili zinazohifadhi migogoro.
Kwa upande wake, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutumia urais wake ndani ya Baraza la Usalama kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kushughulikia mizizi ya migogoro inaendelea mashariki mwa nchi. Mkutano umefikiwa kikao kilichofanyika tarehe 8 Julai kuhusu ukatili wa kingono unahusishwa na vita kilichoongozwa na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Hatua za kidiplomasia zinazofanyika wakati DRC inaendelea kushirikiana na Marekani katika ushirikiano wa kimkakati kuhusu madini muhimu duniani, huku pia makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali yakitarajia kutekelezwa. Makubaliano yamejumuisha kupunguza mvutano wa kijeshi, kuondolewa kwa hatua kwa majeshi ya Rwanda kutoka katika ardhi ya Kongo, pamoja na kuondolewa kwa makundi yenye silaha yanayofanya shughuli mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo Christelle, mpendwa msikilizaji, karibu kufuata matangazo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Kwanza muhtasari wake. Waganga kunako kituo cha afya ya huko Rwampara mjini Bunia wakazia mgomo wao wa kazi, ikiwa ni hao watumika kunako kituo cha kutibua Ebola wadai malipo ya mshahara yao. Kipi kugeuza utajiri wa ardhi kuwa fursa ya kupata amani? Hii ni swali anayesimamia waziri wa mambo ya nje nchini Therese Kaikwamba Wanged kunako Baraza Kuu ya Usalama wa Umoja wa Kimataifa. Na wakati huo hali ya hoihoi uliripotiwa huko Kalemi kulingana na uwepo wa umati wa jeshi la taifa kunako vitongoji vingi mjini. Tayari msako ya kuwadaka umeanzishwa. Haya na mengine yatakujia kwa urefu kisha mkato mdogo huo. Mpendwa msikilizaji, kaa nasi. Mpendwa msikilizaji, karibu tena. Leo ni siku ya 3 tarehe 15 mwezi na mwaka tuliomo. Tutafungua matangazo yetu na kuwaharifu ya kwamba jimboni Ituri wafanyakazi kunako kituo cha matibabu ya Ebola maarufu CTE iliyojengwa kunako hospitali kuu ya Rwampara wamekazia sana mgomo wao wa kazi tangu Jumatatu. Hawa walani ahadi zisizotimilika na ya uongo toka waziri wa afya alipokuwa ziarani mwa kazi mjini Bunia kuhusu malipo ya mshahara na marupurupu yao tangu kutangazwe rasmi janga la Ebola mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka tuliomo. Wakati huo wagonjwa wa Ebola wameachiliwa kando wao peke. Marcel Kizabiamungu na habari kamili. Watu wa huduma hawa wa afya wanaofanya kazi katika kupambana na ugonjwa wa Ebola walionyesha hasira yao kwa kuwasha moto mbele ya mlango kuu ya hospitali ya rufaa ya Rwampara Jumatatu hii. Kati ya madai yao ni ahadi ambazo hazikutimizwa ya waziri wa afya kuhusu malipo ya mshahara yao licha ya kujitolea kwa kuokoa maisha ya binadamu. Waandamanaji pia wanapinga hali mbaya yao ya kazi yenye kuwaweka hatarini ya kuambukizwa kwa ugonjwa wa Ebola. Wanapendekeza kuanza tena kazi kwa kulipa malipo yao yote. Malalamiko kama haya yanaripotiwa katika vituo vingine vya matibabu ya Ebola katika maeneo yaliyoziriwa na mlipuko huu. Hali kama hii inaweza kuathiri huduma kwa wagonjwa na kuongeza uambukizaji wa sana ya virusi. Wanaofia wafanya siasa na waharakati. Tulijaribu kupata maoni ya viongozi ya jitihada za kupiganisha ugonjwa wa Ebola bila mafanikio. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Marcel Kizabiamungu, Radio Okapi. Mtazamo wa siku ya mwezi kwa msichana wala binti huonekana kuwa mambo ya ajabu na kuofisha kunako majamii nyingi huko Kasai Central. Mabinti na wanawake wengi waendelea kuwa wahanga wa kunyimiwa fursa na kutengwa wakati wanapopitia muda huo wa mtazamo wa siku za mwezi wa mwanamke. Kwa kugombanisha hali kama na hiyo, mashirika za kutetea haki za wanawake waendesha kampeni ya uhamasishaji. Andre Katendengalamulume amekuandalia taarifa katika usomi wa Jeremy Baraka. Naam, katika familia nyingi za Kananga, swala linalohusu siku za mwezi wa mwanamke hazizungumziwi uwazi. Wengi hupata siku zao za mwezi mara ya kwanza bila elimu yoyote, jambo ambalo pia linakuwa likiwafanya ili waogope na kuweza kuona aibu mbele za wengine. Rachel Ngolele aliweza kuzungumzia namna gani alipoweza kushtuka alipoona mara yake ya kwanza damu hiyo, hadi mama yake alipoweza kumzungumzia
kilichokuwa kiendelea. Baadhi ya wanawake wengi wanasema wanakuwa wakizuiliwa hata piga chakula cha waume zao, kuweza kushiriki pia katika sherehe mbalimbali na kwenda hata makanisani kutokana na mila yao. Shirika zinazotetea haki za wanawake ziliweza kupinga desturi hizo ambazo wanaziita potovu na kuweza kuanzisha mradi wa kuweza kuhimiza afya ya uzazi na haki za wanawake katika mji wa Kananga, Lukonga na Demba, ili kuweza kuelimisha jamii na kuweza kupambana na imani potovu hizo. Na mtani Ruchuru sasa tumepatikana jimboni Kivu ya Kaskazini. Watoto wa yatima wameachiliwa kwa hali yao ya kipekee kijijini Rubare. Hii ni kisha kufungwa kwa kituo cha kuwashughulikia maarufu Club Changer la Vie, ambao inakumbwa na mzozo kiusalama katika maeneo yale. Shirika lile lapiga yowe kuomba msaada kwa ajili ya kuwajukumia watoto hawa. Rosalie Zawadi na maelezo kamili. Kituo hiki ambacho hapo awali kilikuwa mahali salama na pa amani kwa watoto yatima wa eneo hilo kililazimika kufunga milango yake kutokana na hatari za vita na ukosefu wa rasilimali. Huko Rubare, shirika la Club Changer la Vie lilikuwa likiwahudumia zaidi ya watoto 100. Hivi sasa watoto hao wametawanyika na hawana ulinzi wowote. Ndio maana Uyisa Bandinayo Janvier, anayehusika na mawasiliano katika shirika hilo, anatoa ombi la msaada. Watoto wote ambao shirika ilikuwa inachunga kwa sasa wanapitia kipindi kigumu. Shirika la CSV iliwachunga zaidi ya 1.5 mwaka, lakini kwa sasa kufuatana na hali halina uwezo tena. Ndio maana tunawasi wale ambao wana nguvu zaidi wanaweza kuwajia hao watoto waliofiwa wazazi wote, kwa sababu wanaishi maisha mabaya sana. Shirika hilo linatarajia msaada wa haraka kutoka kwa viongozi na mashirika ya kibinadamu ili kuhakikisha watoto hawa wanapata huduma za afya, elimu na ulinzi. Lengo ikiwa ni kurejesha matumaini yao ya maisha bora ya baadaye. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi. Inaposemeka hivi, zaidi ya wakimbizi 51,000 watabika Palubutu jimboni Maniema. Shirika la dukuduku ya wahanga wa Kongo kwa ajili ya haki za kibinadamu maarufu Cri des Victimes du Congo pour les droits humains, CVCDH, inayoongelea tatizo lile, yasema kwamba wakimbizi hawa hawana msaada yeyote. Katika kitangazo walichokitoa hadharani tarehe 12 Julai mwaka tuliomo, shirika lile lapendekezea msaada ya dharura kwa kuwasaidia wakimbizi hawa. Florence Kizalunga na maelezo kamili. Kulingana na taarifa zilizodhibitishwa na administrator na jumuiya ya kiraia ya eneo hilo, watu hawa walikimbia makazi yao kufuatia ghasia zilizoripotiwa tangu Julai tarehe 6, zilizochochewa na uvamizi wa vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa na aliyejiita Jenerali Yafani Bukuyu. Kwa sasa wanaishi katika mazingira yasiyo ya kibinadamu ambayo yanahitaji uangalizi wa haraka kutoka kwa mamlaka ya mkoa na kitaifa. Katika ripoti yake, CVCDH inawataja watu zaidi ya 51,000 waliokimbia makazi yao, wakiwemo wanawake wajawazito zaidi ya 1,000, wanawake wanaonyonyesha zaidi ya 10,000, watoto wengi, wazee na watu wanaoishi na ulemavu, wote wanakabiliwa na hali ya ziki kubwa. Jumuiya hiyo pia inatoa wito wa kupeleka haraka kwa misaada ya dharura ya kibinadamu kwa watu waliokimbia makazi yao na waathirika wengine. Hatimaye inadai kufunguliwa mara moja kwa uchunguzi huru usioegemea upande wowote ili kubaini wajibu wa mtu binafsi na watu pamoja wa wale wote waliohusika katika ghasia hii. Nimeripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Nilitanguliza kusema kipi kugeuza utajiri ya ardhi kuwa chanzo cha amani mbalimbali na kukifanyizia kuwa chocheo cha mizozo na mafarakano. Hii ni mada kubwa ya majadiliano na kupeana mafikiri iliyotolewa na nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kunako kikao kisicho cha kawaida kilichosimamiwa naye waziri nchini au sikae na masuala ya nje ya nchi Bi Therese Kaikwamba Wangel kunako baraza la Umoja wa Kimataifa, kikao kilichotolewa thamani ya kuendesha uchunguzi
wazi kuhusu kasoro ya masuala ya utajiri ya ardhi na amani. Ndani ya matamshi yake, waziri aliwaalika jumuiya ya kimataifa kupangilia michakato kitakachosaidia kuweka nanga kwa mzozo na mafarakano kwa nufaa ya kutoa thamani kwa ukingo na kuheshimisha serikali na taifa. Kwa habari ingine, kampuni ya Manono Lithium inayopatikana jimboni Tanganyika itapewa msaada ya chumba cha kazi ya waziri wa biashara ya kimataifa kwa ajili ya shughuli ya uchimbaji madini na uuzishaji yake kunako masoko ya kimataifa. Tangazo hii ilitolewa mjini Kinshasa kwa ukomo wa kikao wa waziri wa masuala ya nje kiuchumi Julien Paluku na mwakilishi mmoja wa kampuni hii. Mradi huo ambao ikiwa bado kwa uanjilishi wake yagongana na matatizo ya ukosefu wa masuala ya utaratibu kikazi na hasa hela ya uanjisho, tatizo ambayo yatatafutiwa suluhisho. Nilitanguliza pia kusema kwamba hali ya hoihoi iliripotiwa hii Jumatatu pa Kalemi. Sababu ni tu uwepo wa kundi kubwa la jeshi la taifa kunako makarta nyingi za mji, hali ambao yalizusha hofu kubwa miongoni mwa wakaaji. Kuaminiana na viongozi kijeshi, tayari jeshi la taifa FARDC wameanzisha msako maalum ya kuwadaka wanajeshi hawa wanaokimbia shamba la malumbano, hasa wasaliti na mabandia wanaozorotesha usalama mjini. Sitamaliza habari hii na sia kuharifu kwamba vyumba vya urembo vina rekodi idadi nyingi ya wasichana, mabinti na wanawake wakati huo wa likizo wa shule huko Matadi pa Kongo Central. Utengenezaji wa nywele aina ya rasta, ikiwa ni asili ya bara la Afrika kupitia nyuzi zilizotengenezwa kwa aina ya kisasa, zinavutisha angalisho kwa hali ya kutamanika ikiwa inadumu na zinaendana na wakati huo wakipwa. Kwa wateja, kofia ya urembo kama na hii ya kinga nywele na kuchunga kichwa kwa joto lake kikawaida. Msongamano isiyo ya kawaida yaonekana kunako vyumba vile vya urembo kwa nufaa ya wataalam ya kutengeneza nywele na hasa wauzishaji wa nyuzi zilizotengenezwa kwa aina ya kisasa kwa ujenzi wa kofia hiyo. Na mpisha Bi Rosalie Zawadi ili kuendesha kipindi chetu cha pili ya matangazo hii. Karibu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Huko Ituri, wahimizaji wa afya yaani wa relais communautaire wanatumwa katika maeneo mbalimbali ya Bunia na vitongoji vyake ili kuimarisha juhudi za kinga na mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola ambao umekuwa ukilikumba jimbo hilo kwa miezi miwili sasa. Je, ni nini jukumu la wahudumu hawa wa afya? Samuel Rehema, mwenyekiti wa wahudumu wa afya ya jamii katika eneo la afya la Bigo, anajibu maswali kutoka kwa Isaac Remo. Samuel Rehema, jambo. Utambie kwanza kazi yenu ni nini kama relais communautaire katika mji wa Bunia? Kazi yetu ya kwanza ni sensibilisation. Kwa kadri ya virusi Ebola tuko tunasensibilize batu baelewe ya kwamba ile ugonjwa iko. Na ile ugonjwa iko napata mtu namna gani na mtu atajichunga namna gani. Na kazi ya pili ambayo tuko tunafaa iko kazi ya tunaita yao surveillance ya base communautaire, iko kusema kila wakati tuko tunapita tuone kama kuko na bagonjwa ndani ya banyumba yetu. Na tunapima kufahamisha mtu usichunge mgonjwa kunyumba, uende na mgonjwa kwa hospitali hivi bayue kayake na ingali mbele wakati. Juu ile ugonjwa kama ukifika mbele wakati uko na bahati yote ya kupona. Na ukichelewesha yao kunyumba siku mingi kurekipere mtu iko nenda shindikana. C'est pourquoi kazi yetu si relais communautaire iko kuverifier kila wakati tuko tunatafuta kama kuko na wagonjwa ndani ya maveni. Na pia mnahusika na mambo ya mazishi hivi batu basiambukizwa wakati mtu anakufa? Si relais communautaire hatuaziki, ila tunaita wale ambao walikuwa wanapata formation kwa ajili ya kuzika watu na gisi ya kuzika namna gani wao ndio wenyewe wanajua. Si yetu iko tu mtu akikufa tunaita na banafika banakamata corps banaenda banazika. Kama mnajiorganize kwa ajili ya kufanya hivyo? Tunajiorganize kama avenue. Alors tunakamataka ile relais communautaire banapita kumulango kwa mulango kwa kuambia kila mtu namna gani anapasha kujichunga kuhusu ile malali ya Ebola. Tunapita kila siku asubuhi
na kila siku après midi ama magharibi tuko sur terrain atumama watu yote wakati wanakuwa bako na malali tunafika na tuna alerte ku niveau aire de santé na tanga aire de santé bakiona iko ka grave yenye na necessite iende ku fasi kwenye banatunza watu ya Ebola banaita ambulance inafika na mkamata na banamtunza. Hii message ya sensibilisation ishaingia kwa manyumba zote. Manyumba tushapita mingi sana, grande partie ya population iko deja sensibilisée na ingali iko naendelea. Hatuyamaliza, c'est pourquoi kila nyumba itatuona tu na tuko nafika pale. Magumu gani yenye mko nayo kwa ile kazi? Magumu ya kazi kwanja enye tuko naye wakati tunapata mutu wa malali kwa nyumba ama tunakuta mutu anakufa, tukiita ekipe kuye ifike imukamate baende bamutunze, atuka ambulance iko nenda tufikia na retare sana. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya mchana alikuwa ni Jumatano tarehe 15 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia matangazo ya Kivu News Info. Baadhi ya taarifa mlizosikia leo zinaandaliwa kwa ushirikiano na wenzetu wa Radio Kapi pamoja na taarifa kutoka kwa waandishi wetu walioko maeneo mbalimbali. Mimi ni Lojo Longa na kwa niaba ya uongozi mzima wa Kivu News Info tunatakia mchana mwema. Ninakufuatilia vipindi vyetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii na jukwaa letu la YouTube kwa habari za haraka na zenye kuaminika.